Habari za wakati huu mashabiki wa soka la Tanzania. Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya J Sports na mimi ni J Kibuga. Leo tunakuletea taarifa muhimu sana kutoka kwenye soko la usajili wa ndani. Taarifa ambayo inaonyesha wazi kwamba katika soka kumbukumbu za nyuma zinaweza kubadilisha kabisa hatma ya dili la leo. La winga Dennis Nkane kujiunga na JKT Tanzania limeingia kwenye mkwamo mkubwa baada ya uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kuchukua msimamo thabiti na kuamua kutomruhusu mchezaji huyo kuondoka hata kwa mkopo. Hakikisha ndugu mwanamichezo una subscribe kwenye channel yetu, pia usisahau kulike na kuweka maoni yako kwenye comment section. Hili linakuwa dili linaloonekana linaelekea kukamilika, lakini mambo yamebadilika ghafla. Uamuzi wa Yanga haukutokana na masuala ya kiufundi pekee, bali umejengwa juu ya historia iliyopita kati ya klabu hizo mbili. Historia ambayo bado ina uzito mkubwa katika maamuzi ya sasa. Yanga iliwahi kuhitaji huduma za Yakubu Suleiman aliyekuwa kipa wa JKT Tanzania wakati huo, lakini licha ya mazungumzo na jitihada, dili lile halikufanikiwa. Badala yake Yakubu alijiunga na Simba Sports Club. Kwa uongozi wa Yanga, tukio hilo lilikuwa ni jambo dogo, lilikuwa ni funzo, lakini lilikuwa ni kumbukumbu ambayo haijasahaulika. Ndio maana leo JKT Tanzania wanapokuja kuhitaji huduma ya Dennis Nkane, msimamo wa Yanga umekuwa wazi kabisa. Hakuna nafasi kwa mkopo, hakuna nafasi ya mazungumzo marefu, ni uamuzi wa moja kwa moja. Chanzo cha karibu na dili hilo kimenukuliwa kikisema Yanga iliwahi kumhitaji Yakubu Suleiman aliyekuwa kipa, lakini mwishoni alikwenda Simba Sports Club. Hivyo na kwao imekuwa ngumu kumwachia hata kwa mkopo Dennis Nkane. Kauli hii inaeleza kila kitu. Hapa hatuzungumzii tu mchezaji, tunazungumzia uhusiano wa klabu na klabu. Kwa upande wa Dennis Nkane hali imekuwa ngumu. Huyu ni mchezaji ambaye alikuwa na matarajio ya kupata muda zaidi wa kucheza na kuendelea kukuza kiwango chake. JKT Tanzania walionekana kuwa sehemu sahihi ya kupata nafasi hiyo, lakini kwa msimamo wa Yanga chaguo hilo limefungwa kwa sasa. Kwa JKT Tanzania hili ni pigo kwenye mipango yao ya msimu. Waliona pengo wakapanga kuliziba, lakini sasa watalazimika kurudi sokoni kutafuta suluhisho jingine. Na hili linaonyesha wazi jinsi ambavyo soko la usajili linaweza kubadilika kwa muda mfupi sana. Kinachofanya dili hili liwe zito zaidi ni ujumbe uliotumwa kwa klabu nyingine zote za ligi kuu Tanzania. Mahusiano ni mtaji mkubwa. Maamuzi ya leo yana athari za baadaye, na Yanga wameamua kulinda maslahi yao kwa kutumia mamlaka yao kama klabu inayommiliki mchezaji. Mashabiki wa Yanga wengi wanaunga mkono msimamo huo. Kwao huu ni uamuzi wa kulinda heshima na nguvu ya klabu yao, lakini pia wapo wanaoona huu ni msimamo mkali ambao unaweza kumzuia mchezaji kupata maendeleo binafsi. Hata hivyo, katika soka la ushindani, maslahi ya klabu mara nyingi hupewa kipaumbele. Kwa sasa hali ilivyo ni kwamba Dennis Nkane atalazimika kusubiri mabadiliko ya msimamo au kuangalia chaguo jingine kabisa nje na JKT Tanzania. Dili hili bado linaweza kuleta sura mpya, lakini kwa sasa mlango huu umefungwa. Mashabiki wa soka, hapa J Sports tunaendelea kuwafikia na taarifa sahihi za kina na zilizo na muktadha kamili. Kama unapenda uchambuzi wa aina hii, usisahau kulike na kucomment kwenye video hii. Weka maoni yako juu ya uamuzi wa Yanga. Usisahau kusubscribe kwenye J Sports kwa habari zaidi za soka la ndani na Afrika kwa ujumla. Mimi ni J Kibuga, asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya J Sports.